zaidi. Kuanzia karne ya 15, dunia ilishuhudia mataifa makubwa yakisafiri huko na kule kisha kuvamia mataifa mengine kwa kile kinachoelezwa ni kutafuta malighafi na watumwa. Katika karne ya 19, baada ya vita vya kwanza vya dunia, mataifa yaliyoendelea yakakaa kitako na kuunda League of Nations ili kuzuia mivutano na vita miongoni mwao vya kutafuta mali. Mwaka 1945 Umoja wa Mataifa ukaundwa, lengo likiwa ni kuimarisha ulinzi na usalama wa dunia. Umoja huo ukaweka mikataba ya kuhakikisha kila taifa linaheshimu mipaka ya nchi nyingine, jambo ambalo katika miaka ya hivi karibuni linaanza kuonekana kuwekwa kando kwa matukio ya mataifa yaliyoendelea, hususani katika ulinzi na usalama, kuyavamia mataifa mengine, ikiwemo la hivi karibuni Marekani kuivamia na kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Wafuatiliaji wa masuala ya uhusiano wa kimataifa wanakiri kuwa uvamizi huo unakwenda kinyume na makubaliano ya mikataba ya Umoja wa Mataifa. Katika sheria za Umoja wa Mataifa si sawa. Afrika tunahitaji umoja wa nchi za Afrika, sawa, ili ubepari unaoendelea tuukatae. Swala la kuheshimu mipaka na uhuru wa taifa husika, UN Charter imeeleza vizuri sana. Lakini japokuwa sasa hivi unajua nchi kubwa hizi na mambo mengi, ndio maana sema tutetea chokochoko za kila aina ili sisi tupate kuumbana, ili wapate kuingia zaidi. Ndio hivi wanaingia kidogo kidogo, mwisho tumiliki. Lakini katika swala la mipaka za nchi na nchi, nikianza kuzungumzia naweza kakesha paka kesho, ila mimi nazungumza kila mipaka au kila nchi iheshimiwe na mambo yake ya nchi. Godfrey Mchungu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Anautazama kwa kina mzozo wa Marekani na Venezuela. Kimataifa, kwa sababu unafahamu kwamba duniani kila nchi ina utaratibu wake kutokana na sheria za kimataifa. Tunasema kwamba kutokana na mkataba wa Montevideo Convention ambao ulifanyika Uruguay, huitaja sifa 4 za taifa. Taifa maana yake watu, serikali, mipaka, na kuhakikisha kwamba nchi inaweza kujitawala kuamua mambo yake. Sasa kitendo kwa taifa moja kuvuka mipaka kwenda kwa taifa lingine, maana ni kwamba ni kwenda kuingilia uhuru wa nchi nyingine. Kwa hiyo kuna sheria za kimataifa, Marekani wamevunja taratibu za kimataifa. Je, kwa nini utawala wa Rais Donald Trump unafanya hivyo kwa Maduro na Venezuela? Kwenye dunia ya sasa hivi, na ukisoma tafiti za Global Security Index zinasema kwamba kuna mizozo zaidi ya 80 na maeneo yote ya kimkakati, maeneo potential, maeneo ya kijiografia ambayo yana rasilimali muhimu, tunasema critical minerals, yatagombaniwa, yatadhibitiwa, hata viongozi wao kuondoka mamlakani. Kwa hiyo kwa kweli dunia imeingia kwenye ungwe ya kitofauti, historia mbaya ya uporaji, kumiliki na kudhibiti maeneo ya kimkakati. Duru za kimataifa zinaeleza kuwa operesheni ya kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro haijaleta athari tu kwa taifa hilo, bali pia kwa mataifa jirani ikiwemo Cuba, ambayo imethibitisha kuwa raia wake 32 wameuawa katika operesheni hiyo. Lakini kwa sasa macho na masikio yanaelekezwa kuangalia kitakachojiri mara baada ya kiongozi huyo kufikishwa katika mahakama ya New York, Marekani. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Jackson Manuz, TBC. Jackson Manuz na maoni ya